Ni wengi wanauliza na ni wengi hawajui nini maana ya Bwana halisi ya kwenye Biblia iliyosemwa katika Mathayo sura ya 6 na mstari wa 24. Ni wengi wanatafuta kujua nini maana ya hao bwana wawili, lakini hawajapata ufahamu pia katika hilo, na ni wengi wameteswa katika utumishi walionao juu ya hao mabwana wawili wanaowatumikia. Lakini siku hii ya leo, kama unatufuatilia ni mara ya kwanza kwenye channel hii ya MG Studio, unaweza kubonyeza alama ya kengele na kusubscribe kwenye channel hii ili ukawe unapata taarifa na updates zote zinazopita katika akaunti hii. Utakuwa wa kwanza kupata video zetu na quality ya siku na siku inazidi kuongezeka siku hata siku. Basi twende moja kwa moja. Siku hii ya leo tunazungumzia kutumikia mabwana wawili. Utumishi kwa mabwana wawili. Maneno ya Mungu yanatuasa katika Mathayo. Tamshukuru Mungu katika siku ya leo ndio tutakwenda kusoma katika maneno ya Mungu kama Mathayo 6 mstari wa 24. Asante mwaminifu mtakatifu kwa ajili ya maneno yako uliyoambatanisha mbele yetu. Nalibariki na kulitukuza jina lako sana kwa kuwa unakwenda kutufafanulia na kutuelewesha zaidi katika hayo uliyopanga tufunuliwe siku hii ya leo. Katika jina lako Yesu Kristo, neno lako likawe na nguvu ya uponyaji, nguvu ya kufafanua zaidi, nguvu ya kutuelewesha katika uweza wako, nikiomba na kushukuru. Amen. Biblia takatifu inasema Mathayo sura ya 6 na mstari wa 24. Mathayo sura ya 6 na mstari wa 24. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana utamchukia huyu na kumpenda huyu, ama utashikamana na huyu na kumdhalau huyu. Hamuwezi kutumikia Mungu na mali. Hamuwezi kutumikia Mungu na mali. Kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mle nini au mnywe nini, wala miili yenu mvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? Ni maneno ya Mungu ambayo alikuwa anasema Yesu mwenyewe katika mfano uliodhihirika katika Mathayo sura ya 6 mstari wa 24, kwamba kuna watu wameweka commitment, wamejiangalia kwamba hawawezi wakakiacha kitu cha asili, hawawezi wakaviacha vitu vyao na kumfuata Mungu. Maneno ya Mungu yanatuambia tujikane wenyewe na kisha tumfuate. Atakaye kumfuata, sharti lake kila ataje jina la Bwana imempasa auache uovu na kisha amfuate. Lakini pia maneno ya Mungu yanasema ujikane mwenyewe kubeba msalaba. Ukisha ubeba huo msalaba ndipo utamfuata. Yote ni maneno ambayo yanatuasa juu ya utumishi wa mabwana wawili. Utajuaje unatumikia mabwana wawili na bwana wa pili ni yupi? Watu wengi tumekaa katika utumishi, tumekaa katika makanisa, tumeishi tukitumikia bwana na mali. Tumeishi tukitumikia bwana na familia. Tumeishi tukitumikia bwana na ofisi. Siku zote hakuna ukamilifu katika hicho. Ndiyo maana tafiti zinasema hakuna kitu ambacho mtu anaweza akakifanya kwa mikono yote miwili, kwa ukamilifu wa mikono hiyo, bila kukosea hata upande mmoja. Lazima kuna nguvu ataipa upande mmoja na upande wa pili utashushwa, na upande wa pili utakuwa hauna nguvu. Hata kama mtu ana uwezo wa kuandikia mikono yote miwili, mkono wa kulia na wa kushoto, itakapofika mtu hatua inatakiwa aandike, automatic hatoweza kuandika kwa ukamilifu katika mikono hiyo yote. Kwa mfano anatakiwa aandike baba kwa mikono yote miwili, lakini mikono yote inajua kuandika. Moja kwa moja kuna mkono ambao utakuwa zaidi, utakuwa unazingatiwa zaidi na akili. Sasa utakuwa unazingatiwa zaidi na ufahamu, utakuwa unapewa kipaumbele zaidi na kuliko mwingine. Ndiyo maneno ya Mungu yanavyotuasa. Unapokuwa unabeba vitu viwili, mali na Mungu, bwana na mali, mali na Mungu, biashara na Mungu, vyombo ulivyo na Mungu, familia ulionayo na Mungu, hakikisha unakipa kitu kimoja kipaumbele. Ukiamua kumtumikia Mungu, mtumikie Mungu kwa nguvu zote. Ukiamua kutumikia mali, wewe ni lwako, mtumikie Mungu, lakini mali zitakuja baadaye. Mali zitakuja baadaye. Kwa sababu gani nasema hivyo? Mungu ametuasa katika Ufunuo, anasema ole wetu sisi tulio vuguvugu, ole wenu nyewe mlio vuguvugu. Kwa kanisa ambalo linazungumziwa habari hiyo, kanisa ambalo limekuwa limejaza watu wa vuguvugu, sio wa moto, sio wa baridi.
hawana jitihada zozote katika kumtafuta kwa ukamilifu, hawana ukamilifu wowote katika kumfuata kwa sheria aliyowawekea, moja kwa moja hawana utimilifu hata katika hayo makubaliano walionayo. Sikiliza, hiyo commitment, huu utumishi, huo uvumilivu ulionao kwa ajili ya utumishi, huo uvumilivu ulionao katika eneo ulionao, huo uvumilivu ulionao katika kusudi ulionao, utakuwa una matokeo ikiwa umepewa kipaumbele kuliko hivyo vitu vingine, kuliko hizo mali zingine, kuliko hao rafiki, kuliko hiyo familia. Kuna watu wametumikia familia na kumwacha Mungu. Kuna watu wametumikia familia na kupunguza nguvu kumtumikia Mungu. Kuna watu wamekipa kipaumbele biashara zao, wameona biashara zinafaa kuliko Mungu. Wameshindwa hata kuacha biashara na kwenda kusujudu. Wameshindwa hata kuacha biashara na kumfuata Mungu. Wameshindwa hata kuacha biashara na kutafuta namna ya kupata kumwabudu Mungu. Sikiliza, unapotaka kumwabudu Mungu, sio sehemu moja tu ya kumwabudia Mungu. Inawezekana hata kwenye biashara yako, unaweza kufunga biashara ukamwabudu Mungu kwa muda ndani ya biashara yako. Haya, sawa, ukamwabudu Mungu. Baada ya kumaliza kumwabudu Mungu, ukatoka ukaendelea na biashara yako, au ukafunga kabisa biashara kama ni muda wa ibada, kwa sababu ni agizo la kukutana sehemu moja. Ni agizo la Mungu kwamba hao waliomfuata inatakiwa wakutane kwa ajili ya kupewana sheria za Mungu, kwa ajili ya kuongezeana ushindi, kwa ajili ya kuongezeana ushuhuda katika maisha yajayo, kwa ajili ya kuongezeana nguvu katika kazi walionayo. Lakini moja kwa moja unaona hatua wanazozichukua watu hao, kuyakwea makanisa, kuyasogelea makanisa, ndio zinabeba ushindi. Wanaposogelea makanisa na kufunga biashara zao, ndio inabeba ushindi katika biashara zao. Ndio maana Mungu anasema katika Biblia yake takatifu, Yesu mwenyewe amesema, msisumbukie maisha yenu, mle nini, mnywe nini, mvae nini. Vitu hivyo vyote ni orodha ya utumishi wa pili. Vitu hivyo vyote, kuvaa nini, kula nini, kunywa nini. Mungu anasema maisha, je, si ni zaidi ya hayo? Maisha haya ulionayo, so ni zaidi ya hivyo vitu vyote. Lakini anasema mkiacha hayo mambo yote, mkiupa kipaumbele utumishi wake ukipata kipaumbele kuliko hayo mambo yote, ndipo unakwenda kuthibitika katika ukamilifu ule tulioitiwa. Ndipo unakwenda kuthibitika katika ukuu ule tulioitiwa. Ndipo linatimia hili neno kwamba tuache vyote tumfuate Yesu. Tujikane wenyewe kuubeba msalaba. Tujitahidi kwa sababu siku ni chache na majira yamebadilika. Ni majira ambayo yametukeep busy sana kuliko kawaida. Tupo kwenye majira ambayo yametuweka tuwe busy sana na kuziona ibada ni za kawaida, na kuziona ibada ni za Jumapili tu, za katikati ya wiki, sio ibada. Tupo kwenye kipindi kigumu sana kanisa la sasa, kwa sababu shetani amejitahidi kutujazia shughuli nyingi. Ninaposema shughuli nyingi, namaanisha hata watu ambao wapo maofisini, hata wapo kwenye biashara, hata watu ambao wapo manyumbani wana shughuli ambazo zinawabana wasiende kanisani. Sikiliza, watu wamechukulia kawaida sasa, kwa sababu hawajaenda kanisani, wanaweza wakatulia nyumbani wakafuatilia kile kitu ambacho kilifundishwa kanisani kupitia TV, afu wanahitaji kupokea pia sawa na wale ambao walikuwepo kanisani. Na kuambia siku ya leo, agizo la Mungu kwa watu wake ni kukusanyika. Agizo la Mungu kwa watu wake ili wapate nguvu. Tangu kanisa la kwanza la Antiokia, tangu kanisa la kwanza la kina Petro, agizo la Mungu ni kukutanika. Usipokutanika, kuna baadhi ya access, baadhi ya notes, baadhi ya misingi unaipoteza taratibu. Na shetani anachokifanya kwa sasa, anajitahidi kutufanya tusikutanike. Anajitahidi kutupunguzia kasi ya kukutanika. Anajitahidi kutufyonza uwezo wa kukutanika. Anajitahidi kutunyamazisha katika level ya kukutanika. Unapotaka kwenda kanisani, inatokea dharura, anatokea mgeni, inatokea emergency. Unapotaka kuifanya kitu cha kimungu, inatokea kitu cha dharura ambacho ni kikubwa. Unaona kabisa hiki ni kikubwa, unakipa kipaumbele hicho. Unasahau kwamba kuna wazo ambalo ulikuwa nalo la kiutumishi. Unasahau kwamba kuna wazo ambalo ulikuwa nalo la kuubeba utumishi wa Mungu kwa level nyingine. Siku hii ya leo, kusudia kubadilika, kusudia kujengwa. Muda huu ndio uliokubalika. Mithali 27 mstari wa kwanza unasema, ni wasaa uliokubalika kwa sasa, lakini
Wengi tumepuuzia juu ya hilo. Wengi tumepuuzia juu ya hiyo, tumeona ndaanza kuweka commitment za aina hii, ndaanza kuweka misimamo ya aina hii siku ya kesho, ndaanza kubadilika majira yajayo. Sikiliza, ungeijua kesho usingewaza mawazo hayo. Ungeijua kesho usingekuwa wa aina hiyo. Ungeijua kesho usingeishi kwa kawaida unaoishi leo namna hiyo. Mimi nikutakiwa saa mwema, lakini kusudia kubadilika, kusudia kuanza upya, kusudia kuanza upya. Usijisifu kwa ajili ya leo, kwa maana haujui yatakayozaliwa kwa siku moja. Mtu mwingine na kusifu, sio kwa kinywa chako mwenyewe. Ubarikiwe sana na Bwana. Mungu akutunze. Asante Mfalme Amani kwa ajili ya mtumishi wako aliyesikiliza na kuelewa maneno yako. Mpe neema zaidi ya kufafanua na kujengwa katika hayo. Katika jina lako Yesu Kristo nikiomba na kushukuru. Amen.